lakini wanatofautiana majukumu. Kwa hiyo Yesu alikuwa sawa na Mungu kwa sababu yeye na Baba ni umoja. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 30, Yesu mwenyewe alithibitisha kwamba mimi na Baba tu umoja. Licha ya kwamba nimeona wengi sana wanajadili kuzungumzia habari ya Yesu kwamba si Mungu, hapaswi kuabudiwa, lakini hawa watashangazwa kama somo la siku ya tatu lilivyokuwa, kwamba watashangazwa Yesu atakavyokuja, ndipo watajua kwamba ni Mungu pale atakapokuwa amevaa kiti cha enzi, akiwa amevaa utawala, akiwa na utukufu, ndipo watajua kwamba walikuwa nakisema kwa kujua au kwa kutokujua. Sasa Yesu alipovaa mwili wa kibinadamu alijinyenyekeza. Sasa kama Yesu alijinyenyekeza, kwa nini mimi na wewe tuna kiburi leo hii? Tunaona kana kwamba sisi ni bora kuliko wenzetu. Tunaona wengine na tunawadharau. Tunaona wengine na tunaona kwamba sisi ni bora kuliko wao, lakini tunapaswa kunyenyekea na kunyenyekeana sisi kwa sisi, kutiana moyo, kufarijiana na kutiana moyo ili safari yetu iweze kuendelea. Lakini jambo lingine ambalo tunaliangalia ni kwa yule ambaye anasema yeye akijiangalia nafsi yake anaona ni kana kwamba ni mtakatifu, halafu anapotazama wengine anawaona kuwa ni wa dhambi. Kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari ule wa 23, kuna andiko ambalo linaweza likamsaidia mtu kama huyo. Kama ninapaswa kusaidiwa na andiko hili, lakini kama ni wewe unayenitazama unapaswa kusaidiwa na andiko hili, kwa sababu kuna baadhi yetu ambao tunapoona wengine tunaona kana kwamba wao ni wa dhambi. Yaani wao mbele za Mungu hawastahili. Lakini sikiliza neno la Mungu linavyotuambia. Kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, kwa sababu wote na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maandiko yanasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini pia ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 8, kuna maneno ambayo Yohana anatueleza si wanadamu. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 1 mstari wa 8 na wa 9, anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Mstari wa 9, tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mstari wa 10, tukisema kwamba hatukutenda dhambi twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Unaweza ukaona rafiki yangu ambaye ukijitazama mwenyewe unaona kwamba ni mtakatifu, afu wengine unaanza kuhesabia hatia. Lakini pia ili lilizungumziwa pia hata na Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 1. Alionya sana juu ya kuhukumu, maana wengine wanasonta vidole kwa wengine, ila wanasahau kwamba wanaposonta kidole ni kidole kimoja kinaelekea kwa yule anayemsonta, lakini kuna vidole vitatu vinamrudia yeye. Kuna hiyo kauli ambayo ilikuwa inatumiwa na rafiki yangu kwamba ukimsonta mtu kidole, kuna kidole kimoja ndicho kinamuelekea. Inaweza ikawa ni viwili, maana kuna hiki kidole na kidole gumba, kwamba vinamuelekea huyu unayemsonta, lakini vingine vitatu vinakuelekea wewe. Kwa hiyo wewe ndo unaonekana mwenye makosa zaidi kuliko yule unayemsonta. Kwa unaweza ukaona kwamba si vizuri sana katika kusonta wengine kwamba wao ni wa dhambi, wao hawafai. Sikiliza katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 1, anasema, msihukumu msije mkahukumiwa ninyi, kwa kuwa hukumu ile ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boliti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe hauiangalii? Au tamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Yesu anasema, nafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho,
ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kibanzi na boriti, kibanzi ni kidogo, boriti ni kubwa. Kwa hiyo wakati mwingine unapokuwa ukitazama dhambi za wengine, umejikita kutazama makosa ya wengine, umejikita kutazama kuanguka kwa wengine, halafu wewe haujitafakari, unaweza kujikuta wewe ndiwe una boriti, halafu naye waangalia wana kibanzi. Sasa nini cha kufanya? Ni kwamba tunatakiwa kuwa na, unapomwona mwenzako ameenda kinyume na neno la Mungu, ametenda jambo ambalo si jema, usianze kwenda pembeni kuzungumza habari zake, kuambia hata wasioamini habari zake, isipokuwa muombee. Tenga muda uombe, mfuate, mtie moyo, mshauri, mwelekeze kwamba rafiki yangu, ninaona kabisa siku hizi umeanza kukengeuka, naanza kupita njia ambayo sizo nzuri. Hebu rudi, angalia maandiko yanasema hivi, angalia Yesu alituagiza hivi. Na kwa kufanya hivyo, hiyo roho utaiokoa. Lakini kwenda kumzungumza kwingine hakutasaidia chochote. Rafiki zangu, tunapaswa kuwa na nia ile ile Yesu aliyokuwa nayo, kujinyenyekeza na kujishusha, kuwaombea wengine, kuwahurumia wanaopotea. Rafiki zetu katika imani, waliokuwa katika imani, tukiona anaanza kukengeuka, tusiwaache, tuwafuate, tuwaombee, tuwatie moyo. Na huo ndio umoja ambao utatusaidia. Na hata ukiangalia wanafunzi wa Yesu, baada ya kuwa na umoja ule, walikuwa wakionyana, wakishauriana, wakiombeana, na hilo liliwasaidia sana. Lakini Shetani anapoona ya kwamba mmekuwa na umoja, anajua mtakapokuwa na umoja mtakuwa na nguvu ya kumshinda na kuchukua mateka aliyewateka tayari. Kwa hiyo anaweza akaleta shida, anaweza akaleta magonjwa, anaweza akaleta huzuni, anaweza akaleta mateso, mkateswa. Na kuna wengine wanadhani kwamba ukisha mpokea Yesu basi hawezi ukateswa, hawezi ukapatwa na changamoto. Sasa labda nikuulize, Yesu mwenyewe alijaribiwa, iweje wewe unayemfuata usijaribiwe? Yesu mwenyewe alichukiwa, iweje wewe unayemfuata usijaribiwe? Yesu mwenyewe aliteswa mpaka akauawa. Sasa itakuwaje kwako wewe mfuasi? Yesu alisema ikiwa imekuwa hivi katika mti mbichi, itakuwaje katika mti mkavu? Kwa hiyo tunapokuwa na umoja, Shetani anaona ya kwamba tutapata nguvu ya kuweza kumshinda na kuteka mateka aliyowateka na kuwarejesha zizini. Kwa hiyo rafiki zangu, pale ambapo utaona mmekuwa na umoja na mshikamano, lakini Shetani akaanza kuleta magonjwa, akaanza kuleta kuchukiwa na watu, kuteswa na kufarakanishwa na ndugu na marafiki, sikiliza kile ambacho Yesu alikisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 18 na ule mstari wa 28 na mstari wa 29. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 na ule mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Pale ambapo changamoto zitatujia, licha ya kwamba tumeungana pamoja na kuwa na umoja, kuwa na maombi ya pamoja, kusali kwa pamoja, kutiana moyo, kufarijiana, kutembeleana, kusaidiana pale ambapo mwingine amekosa chakula, amekosa mavazi, lakini ukaona changamoto zinaingia, acha kuhangaika wenyewe kama kikundi, mweleze Yesu, mwambie Yesu, ulisema tuje kwako, tunaosumbuka na kuhangaika na mizigo